Jambo watoto wa Mungu, nina matumaini muko na afya, muko na furaha, muko na amani, lakini kama kuna madhaifu basi mkono wa Yesu Kristo waguse uko mliko na mkapate nguvu ya kuwa na afya, nguvu za kiroho na nguvu za kimwili. Bwana Yesu Kristo akawaguse kabisa. Naposimama mahali hapa ama napokurekodi kipindi hiki huwa niko na furaha kwa sababu najua na kwenda kuongea na wana wa Mungu ambao wanahitaji kujua kile ambako Mungu anataka watoto wao kujua. Kwa hiyo niko hapa kwa sababu ya kuendeleza kile kipindi kinachoitwa kuharibika kwa dunia. Kuharibika kwa dunia. Dunia imeharibika lakini pia itazidi kuharibika. Na kama Mungu analeta haya yote ni kwamba tupate kujua na jinsi gani tutaweza kujitoa katika mitego ya shetani. Basi ni muendelezo kama vile tulivyoona matukio ya makanisa na maimani na mipanga, bado tungali katika staili hiyo, katika maongezi hayo ya ya kuonyesha mipanga na organization ama mashirika fulani ambayo hayana kabisa na uhusiano na Mungu, na makanisa ambayo hayana uhusiano na Mungu. Na baada ya hapo ndio kabisa tutazidi kuingia deeper ama kwa undani zaidi kwa ajili ya kuangalia mambo tofauti na jinsi Bwana anavyotaka watoto wake kuishi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza na ya pili ni haya mambo ambayo niliongelea: upanga China, upanga India, upanga Warabuni, na hivyo ndio tunayokwenda kuyaona haswa makanisa ya uongo na mashirika ya uongo katika kipindi hiki chetu cha pili. Ndio tutaona. Lakini baada ya hapo kuna sasa vile Mungu anataka watoto wake kuishi, mashauri ya Yesu Kristo ambayo Mungu anataka watoto wake kuishi, na hiyo sasa ya mashauri ya kuwatenga watoto wake na dunia ndio yataendelea kabisa na kufanya kipindi hiki kuweke wewe kuwa mtakatifu. Kwa hiyo karibu kabisa katika kipindi hiki. Ni kipindi kitakatifu, ni kipindi cha toba, cha wokovu, cha kukufanya wewe upate kuonekana uko na afya mbele za Bwana wako, na niseme uko salama mbele za Bwana wako Yesu Kristo. Kuna watu wanao comment, kuna watu wanao share, kuna watu wanao subscribe, kuna watu wanao like. Wote hao mimi nawashukuru. Ni kazi tunafanya pamoja. Mzidi kushare, mzidi kulike, mzidi comment. Unapokuwa na comment kwenye video ina make video kuwa viral, yani kuonekana sana kwenye YouTube. Isipokuwa na comment na like, YouTube haitaonyesha hiyo video kwa watu wengi. Kwa hiyo kazi ninayoifanya mimi niseme tu nazidi kuwashukuru, na kipindi hiki ni kirefu sana. Ndio maana jitahidi ama nitakuwa najitahidi at least kwa wiki niwe natoa sehemu 2 ili tupate kumaliza kipindi hiki na tuone kama tutapata kingine cha kuwaletea. Kwa Bwana habari haziishi, kwa Mungu habari ni nyingi. Ziko kila everywhere every day. Kwa hiyo karibuni tena. Si mwingine ni mimi Joel Eomba Mlondani, na kuna watu ambao wanahitaji namba yangu, lakini katika sehemu hii nitaweka namba yangu huko chini ili mpate kuwa na namba yangu. Mpate siwezi nikaficha. Before nilikuwa naficha namba yangu kwa sababu niliweka namba yangu hivi, nikaona wamehack account yangu ya WhatsApp na watu wakaanza kuomba hela, akaanza kutumia watu message wanaomba hela kwa jina langu. Sasa nikasema kumbe si sawa kuweka namba hadharani, lakini kwa nini tufiche wana wa Mungu ambao wanahitaji msaada wa maombi, wanahitaji msaada wa kuuliza maswali, wa kushauriwa? Yote ni mipango ya Mungu, hatuwezi tukakimbia. Kwa hiyo namba yangu kabisa nitaiweka hapo, lakini pia nitaiweka rasmi katika kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia, lakini katika lugha ya Kiingereza. Na tumeona baadhi ya watu wengine wana complain, wanasema ya kwamba Kiingereza kiwe kuna kuwepo. Nikaona kuliko kuweka tu subtitle hapo, subtitle yenyewe haitoshi. Kuna watu wanasikiliza injili, habari hizi na yuko kwenye gari anatembeza. Kuna watu wanasikiliza mambo haya anaweka simu yake hapo na anatulia kidogo kwenye kitanda. Kuna watu wanasikiliza hayo na anaangalia kwenye simu. Sasa kama anasafiri na anataka kusikiliza na hatapata ile nafasi ya kuangalia kusoma zile subtitle, nikaona si vizuri kuweka subtitle. Afadhali na wao ni watengenezee content yao ya Kiingereza. Kwa hiyo muniombee Mungu katika content ya Kiingereza tunakuja kuileta kabisa, na nimeshaandaa content
karibia sehemu tatu hivi, sehemu ya pili ya kwanza na ya pili na ya tatu imeshakuwa katika Kiingereza, na hivi karibuni tu Mungu akisaidia, tukipata muda tutakuwa tunaleta na kipindi hiki kuharibika kwa dunia, lakini katika lugha ya Kiingereza, ili wale wengine ambao ndugu zetu wengi walioko Kenya labda wanaweza kachanganyikiwa na Kiswahili wapate kuelewa na Kiingereza, walioko Amerika, walioko Australia, walioko mahali popote, inaweza kusaidia wakubwa kwa wadogo wasiojua Kiswahili kupata kuelewa na katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo leo kama nilivyosema, tuko sehemu ya pili ya kipindi chetu cha kuharibika kwa dunia. Ilikuwaje sasa? Wakati ilipokuwa naona haya, nilianza kuona makanisa, niseme makanisa, kanisa nililoanza kuliona ni kanisa la linaloitwa Jehovah Witness, au katika lugha ya Kiingereza wanaitwa, ya Kifaransa wanaitwa Témoins de Jéhovah, katika lugha ya Kiswahili wanaitwa mashahidi wa Yehova. Sasa hawa mimi niliwaona na wao wako na mpanga wao, na huo mpanga uko na miiba, lakini huo mpanga unafunikwa na kitambaa cheupe. Baada ya hapo nikaona jinsi gani ili kanisa linavyokwenda kuhubiri mitaani, kuhubiri mitaani, kufanya injili kupitia mpanga huo. Lakini pia nikaona mpanga huo wa kanisa la Témoins de Jéhovah, ama mashahidi wa Yesu Kristo, mashahidi wa Yehova ama Jehovah's Witness, unafanana na kanisa na upanga ulioko katika kanisa linaloitwa wa Mormoni. Yani hakuna tofauti sana. Sasa baada ya hapo ndo nikaonyeshwa organization ama mashirika ambazo zinatumika kwa ajili ya manufaa ya shetani. Ni za shetani mwenyewe amezuika katika dunia hii. Na nitaka niseme ya kwamba shirika za kishetani ni nyingi, lakini nitasema yale ambayo nimebahatika kuyaona. Shirika moja ambayo niliona ilikuwa Freemasonry, na kanisa na shirika la tatu ilikuwa hii Illuminati, na shirika la pili na la tatu ilikuwa Skulls and Bones. Ndio niliziona hizo. Sasa vyama hivi vinaishi kwa ajili ya damu ya watu. Vinaishi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya damu za watu. Sasa niliona mwanaume katika chama hivyo akakata mwanaume mwenzake kwa hasira ya kutokuwa na huruma. Anakata mtu, kumpasua hapa na kutoa moyo. Alafu ule moyo ule akautoa kafara katika chombo chao cha kumpatia shetani kafara. Kwa hiyo, lakini pia ikaambia kwamba haya yanatokana na mwanadamu. Haya yanakuja kwa sababu ya maendeleo ya mwanadamu. Yani mtu anataka kuendelea, kuna jinsi atakayofanya, anahitaji iwe na abudu shetani ili apate hela. Na hayo ni mambo ya dunia tayari. Anahitaji haabudu shetani ili apate nini? Apate hela. Sikiliza watu wao ambao niliona, kwa sababu ya maendeleo wakafikia hatua hata kumwabudu shetani. Na huyu shetani pia akawaua. Niliona watu wawili ambao walikuwa wasanii wa kule Amerika maarufu, na nitasema majina yao. Niliona Tupac Shakur, na nikaona Michael Jackson, na niliona jinsi gani na vifo vyao vilivyosababishwa kuuawa na vyama hivyo vya Freemason. Hizi kuharibika kwa dunia ni mambo makubwa na ni mazito ambayo, yani kama tunasema haya ni hali tu kwa sababu tunaambiwa tuyaseme, lakini hao watu hawapendeki kuweko wazi. Tunajua wanajiita wani secret society ambazo zinatumika mambo yao kwa siri, na zikiona mtu anakuja kuwaweka wazi wanaona kama vile unawakosea, lakini kwa sababu Mungu ni mkuu na tutaogopa, ndio maana tunaweza kusema haya hadharani, tukiwaambia kuweni makini na vyama hivyo. Ni vyama ambavyo vinaweza kuja kwako kukuweka kuwa maarufu, kukuweka kuwa mtu mkubwa katika dunia, lakini mwishowe kuna mauti, hakuna kabisa uhai.
Sasa sikiliza, nikaona mtu mwingine, huyu alikuwa ni mwanajeshi, na nimepata nguvu ya kusema majina yao watu kwa sababu pia walishakufa. Huyu mtu alikuwa ni mwanajeshi wa kule Germany ambaye anaitwa Adolf Hitler. Niliona utawala wake jinsi ulivyokuwa wa kumwaga damu kwa viwango vikubwa, si kwa sababu yeye tu nilikuwa katili wa kuzaliwa eti ni katili, bali alikuwa mmoja memba katika moja wapo ya vyama hivyo, na kuua kwake watu kilisababisha yeye kutoa kafara kwa mashetani. Ile damu yote ilimwangika kwa uwaji wake ilikuwa ni makafara anayoitoa kwa mashetani, ilazidi kubaki katika yale mamlaka ama madaraka. Lakini pia nikaona katika East Africa, sitasema kwa sababu bado angali anaishi, kuna tawala mtu pale ni rais ambaye na yeye pia ni mwanamemba wa chama moja wapo wa vyama hivi ambavyo nimekuhesabia hapa. Kwa hiyo vyama hivyo viko na watu wakubwa katika dunia hii, watu maarufu, wenye hela, wenye elimu na hata wenye wana elimu, lakini wamekuwa ni maarufu, wamekuwa ni wenye hela, wenye sauti ambayo wanaweza kaongea katika society ama communities, na watu wakawasikia na watu wakawaelewa. Sikiliza, ya mambo ni mambo yale ya juu ambayo Bwana anataka kufunua siri za dunia, ni kufunua zote na kuziweka wazi. Huyo rais wa East Africa, nchi moja kule East Africa, sitasema jina lake ila nchi hiyo bado angali anaishi. Kuwa alishakufa ningesema na jina lake, lakini bado angali anaishi, hatutahitaji kesi nyingi. Basi lakini pia nikaona dunia au ile mape ya dunia. Lakini unaona ile dunia ambayo inakuwa ya mviringo hivi kwenye mape, ile mape ya mviringo ile ambayo inakuwa kama mpira, niseme hivyo, kama mniita ni mape pia. Hiyo ndio niliona, nikaona inazunguka, ilikuwa inazunguka kwa kasi sana. Wakati hiyo mape ya dunia inazunguka kwa kasi sana, nikaona maji meusi yanamwangika juu yake, ama yanazunguka juu ya hiyo dunia. Nikaona dunia yote imejaa giza. Dunia ilipojaa giza, ndio hapo nikaangalia, nikatazama, nikaona mambo haya yametokea kwa wanadamu waliomo katika dunia kwa kasi, kwa viwango vikubwa. Kulitokea neno tamaa. Niliona wanadamu wamepandwa na tamaa ambayo uwezo, yani tamaa yao imefika kila eneo, sio tu kwa pesa, kwa wanawake, kwa wanaume, tamaa ya hiki, tamaa ya kile, yani neno tamaa likawa kama vile limevuviwa katika mioyo ya wanadamu. Lakini pia nikaona uasharati na nikaona umalaya umeingia. Acha kwanza tusome katika kitabu cha Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19 anasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasharati, uchafu, ufisadi. Uasharati, uchafu na ufisadi. Haya mambo ndio niliyoyaona ni matendo ya mwili ambayo hayatokani na nguvu za Yesu Kristo kutokea ndani ya dunia. Ni mambo ya mwili, ni mambo ya kishetani ambayo niliona yamevuviwa katika mioyo ya watu, malaya ukawaka katika mioyo ya watu kwa viwango ambavyo uwezo kaelezea. Lakini pia nikaona dunia imepasuka mara 4. Dunia ilipopasuka mara 4, yani ikaangamia, nikaona kumebaki mtu mmoja wa mavazi meupe anasimama. Nilipomuona huyu mtu aliposimama na mavazi yake meupe, alinyosha niliona kama alisogea karibu na mimi, lakini sasa akanyosha mkono wake. Nilipoangalia kule ambako amenyosha mkono, nikaona hili kanisa linaloitwa jina linaloandikwa Katoliki, yani Katoliki. Nikaona tena makanisa mengi sana. Nikaona ndani ya makanisa jinsi watu wanavyocheza kama vile wako kwenye bar. Niliona watu, mwanamume na mwanamke ndani ya kanisa, muziki unapigwa halafu wanaanza kucheza hivi. Watu wako kwenye bar. Ni vitu ambavyo tunaviona leo na vitaendelea kutokea kwa kasi sana. Haya yote nayasema
Bahati nzuri kuna watu wanasema hayo yote unayosema tunayaona. Yapo. Ni vitu ambavyo tunaviona, lakini pia vitazidi kutokea kwa kasi sana. Niliona watu wanacheza kama vile wako kwenye bar, wanaweka rumba fulani, alafu wanaanza kucheza kama vile wako kwenye rumba, lakini wamo ndani ya kanisa. Lakini wamo ndani ya kanisa wanamwabudu Mungu. Kila mtu na wake. Ndio lugha nyingine naweza nikasema. Kila mtu acheze na wake. Lakini pia wanaume walikuwa nakamatana hivi wanaume na mwanamke kucheza, lakini nikaambiwa neno la Mungu litazidi kupotea ndani ya kanisa. Neno la Mungu litazidi kabisa kupotea ndani ya kanisa. Pia nikaona wanadamu jinsi wanavyobadilisha jinsia zao, yaani kwa lugha ya Kiingereza transgenders. Nikawaona, niliona mtu ni mwanamume, unaangalia hivi ni mwanaume, lakini ukiona sehemu zake za siri ni mwanamke. Mwanamke unamwangalia ni mwanamke, lakini ukiangalia sehemu zake za siri ni nini? Ni mwanaume. Wale watu wabadilio mambo, niseme wanaobadili gender, au wote wako katika hilo anguko la dunia na kuharibika kwa dunia. Na anayeharibu dunia si Yesu Kristo, bali anayeharibu dunia ni shetani kuleta matendo yake kwa watu. Wewe ni mwanaume unataka kuwa mwanamke. Wewe ni mwanamke unataka kuwa mwanaume. Wewe ni mwanamke unataka kuwa mwanamke mwenzako. Wewe mwanaume unataka kuwa mwanamume mwenzako. Hiyo yote yanakuja kuharibu kabisa dunia, kuharibu ule uungu ambao Mungu aliweka ndani yetu. Ndio maana ya kipindi hiki kuharibika kwa dunia. Basi tumefika mwisho wa sehemu yetu ya pili. Lakini sehemu zinazokuja ni ndefu. Niliona hii iwe fupi hivi kwa sababu inakuja kucomplete sehemu ya kwanza, kuunganisha ile sehemu ya kwanza mpate kujua mteremko wa mambo mabaya na vitu vinavyozunguka. Lakini baada ya hapa tunaanza maonyo ya Yesu Kristo na mashauri niseme ya Yesu Kristo kwa ajili ya watoto wake wapate kugeuka na kunjua. Basi na wakaribisheni katika kipindi hiki kitakatifu ambacho kimejaa neema na rehema ya Yesu Kristo, na maneno yawezaye kuokoa, na maneno yawezaye kufanya mtu kutembea katika nuru. Tafuta nuru halisi, na nuru halisi ni Yesu Kristo. Si mwingine ni mimi Joel, na nashukuru kusimama mbele yenu. Tukutane kwa vipindi vingine. Asanteni. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.